Wanufaika wa mfuko wa maendeleo ya jamii nchini TASAF halmashauri ya Msalala wilayani Kahama mkoani Shinyanga wamehimizwa kuendelea kutumia fedha hizo zinazotolewa kupitia mfuko huo kama inavyotakiwa. Akizungumza kwa njia ya simu, mratibu wa TASAF halmashauri ya Msalala Richard Ng'ondia amesema fedha wanaoipata ni kwa ajili ya kuwasaidia kupata wepesi wa mazingira magumu ambayo tuliwatambua nayo, mahitaji muhimu kama vile upatikanaji wa chakula, malazi, mavazi. Aidha, mratibu huyo amesisitiza kupitia vikundi walivyonavyo wanufaika hao, TASAF itawawezesha kupata mafunzo bure ya vitu wanavyovizalisha. Amesisitiza utumiaji mzuri wa fedha hizo kipindi ambacho bado fursa hiyo inawafikia. Lakini pia wana fursa ya kuweza kupatiwa mafunzo bure kupitia hivyo vikundi ambavyo wameviunda. Mjasilia TV imetembelea ofisi ya kijiji cha Kakola kata ya Bulyanhulu halmashauri ya Msalala. Mwendesha jiko ni msimamizi wa TASAF ngazi ya kijiji hicho. Amesema moja ya faida ambazo wanufaika wa TASAF wamepata na kuwakumbusha wanufaika hao wajiandae kuishi bila kutegemea mfuko huo. Tulisimamia barabara ambazo zilikuwa tunaibua barabara, mradi ulioletwa na TASAF 2023-24 pia tulisimamia mradi huo wa barabara. Kwa hiyo umewanufaika kwa sababu kwa kujiingizia kipato kulingana na malipo ya kazi walikuwa wanafanya. Ushauri wangu ni wao kujikwamua kimaisha, kwa maana kwamba si kila siku watakuwa kwenye TASAF. Ipo siku utakoma mradi au wataondolewa kwenye mfumo wa TASAF. Musa Kanyeti ni mwenyekiti wa huduma za jamii kijiji cha Kakola. Amesema TASAF imewasaidia wanawake na wanaume walengwa katika huduma hiyo kujikwamua kiuchumi. Kwa kuona kuna wengine wamefanya biashara ndogo ndogo hizi, wakina mama waendelea na biashara kuuza, wengine nguo, kuna wengine vile tengeneza yale vitu kama vile viazi, vitu mbalimbali tunaona. Na sisi tumejiridhisha kama sisi viongozi. Akizungumza kwa niaba ya mtendaji wa kijiji hicho, Neema Salum amesema napenda kuwashauri wananchi wanaochukua TASAF, pesa wanazozipata wazitumie vizuri. Anaweza akaitunza akafanya malengo yake, ile inaweza kumfanyeni akafungua hata biashara yoyote inaweza kumuingizia kipato kila siku. Nao wanufaika katika mfuko huo wa maendeleo ya jamii TASAF wakawa na haya ya kuzungumza. Kupitia TASAF hii sasa hivi tuna miradi, kwa mfano kama mimi kupitia TASAF nimepata mtaji, naendelea na shughuli zangu za ujasiriamali, nauza nguo za wamama. Niliyopata mtaji nikanunua tela, nikanunua ng'ombe 2 dume, nikaanza na biashara hiyo kusomba matofali ya watu, alafu baadaye nikanunua mbuzi, nikajenga na kanyumba. Regina Zanzibar na Ellen Kulwa ambao pia ni wanufaika wakasema mimi kwa kweli nashukuru Mungu nimenufaika, nina watoto 4, nishakatelekezwa na huyu baba yao na watoto. Hiyo hela ninapoichukua inanisaidia sana kusomesha watoto. Inanisaidia nikipata mtaji, nikigawanisha watoto wakienda shule, nyingine napeleka sokoni naenda kuuza, napata manufaa ya nyumbani. Mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF ulianzishwa maalum kuziwezesha kaya masikini kuongeza vipato na fursa za kujikimu. Mimi ni Pili Mkono na hii ni Mjasilia TV.